Kwa majina anaitwa Elias Mawago Kayandabila, ni mkurugenzi wa Manispaa ya Tabora. Naomba nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kwanza kukishukuru sana Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambazo ameendelea kuzifanya kupitia utekelezaji wa ilani. Sasa kwa nini nimeshukuru? Nimeshukuru kwa sababu sisi kwa mfano kwa Manispaa ya Tabora ukiangalia kwa maana ya mipango yetu kwa miaka minne, tunaongelea mafanikio ya miaka minne ya Mheshimiwa Rais tangu ameingia madarakani 2021 mpaka sasa. Ukiangalia maoteo yetu kwenye upande wa miradi ya maendeleo peke yake, tulipaswa tukusanye bilioni 239, lakini utaona uhalisia tumepokea bilioni 272, ambayo ni sawa na 114%, kwa maana kwamba tulichokiotea maoteo yetu tumepokea katika kipindi cha miaka minne ya Mama Samia, Mheshimiwa Rais, tumepokea kwa zaidi ya 14%. Sasa hizi bilioni 239 ambazo sisi tulipanga kuzipokea, ambazo zimekuja bilioni 272, tumezipokea katika sekta zipi? Tumepokea katika sekta kama 8. Tumepokea katika sekta ya afya, ambapo sekta ya afya kwa kipindi cha miaka minne tumepokea bilioni 8. Lakini kuna elimu msingi. Elimu msingi tumepokea bilioni 10. Elimu sekondari tumepokea bilioni 26. Lakini kuna eneo la utawala ambao tumepokea bilioni 4. Kuna eneo la mifugo, kilimo na mifugo tumepokea bilioni 7, lakini kuna eneo la TASAF ambalo tumepokea takriban bilioni 4, ni 3.96 bilioni. Lakini kuna mikopo ya vikundi. Mikopo ya vikundi tumetoa bilioni 4.2. Lakini pia kuna miradi sasa ya kimkakati katika eneo letu la Tabora, nitakuja kueleza huko mbele. Katika kipindi hiki cha miaka minne iliibuka miradi ambayo ni ya kimkakati ambayo tumeweza kupokea bilioni 38. Sasa kwenye maeneo kama ya afya na sekta hizo ambazo nimezisema, kwanza tumeweza kwenye eneo la sekta ya afya kujenga hospitali mpya ya wilaya, lakini tumeweza kujenga vituo 3 vipya vya afya, yani health centers. Tumejenga kituo cha maili 5. Nyinyi wanahabari ni mashahidi na mtaenda kuwaonyesha wananchi huko. Lakini pia tumejenga kituo cha Itetemia ambacho kimejengwa kwa mapato ya ndani. Lakini pia tumeweza kujenga kituo cha Misha. Lakini pia tumeweza kukamilisha ujenzi wa zahanati 7 katika kipindi hiki cha miaka minne, ambazo ni zahanati za Itulu, Igosha, Igombe, Igambilo, Mtendeni, Ng'ambo na Kapunzi. Lakini eneo lingine muhimu katika sekta ya afya ni eneo la dawa na vifaa tiba. Katika kipindi hiki cha miaka minne, vifaa tiba na dawa tumeweza kupokea takriban 1.8 bilioni. Hatua ambayo imepelekea sisi wana Tabora Manispaa au wananchi wa Tabora Manispaa kuweza kuwa na uhakika wa upatikanaji wa dawa, ambapo sasa dawa muhimu katika eneo letu zinapatikana kwa 95%. Unaweza ukaona haya ni maendeleo makubwa.
katika eneo la miradi ya kimkakati, lenyi ni mashahidi na mtawaonyesha wa Tanzania mambo makubwa ambayo yamefanywa na serikali hii chini ya Chama cha Mapinduzi kama nilivyoeleza, chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa na miradi mikubwa ya kimkakati mitatu. Tumekuwa na ujenzi wa soko kuu la Tabora mjini katika kata yetu ile ya Chemchem, lakini tuna ujenzi wa stendi mpya ya kisasa ya mabasi kwenye eneo letu lile la maarufu kama Inara. Lakini pia tumekuwa na ujenzi wa barabara za lami za kilomita 10. Sasa ujenzi wa soko na stendi ilikuwa kama package moja, ambayo sasa mkandarasi yupo na sasa ujenzi umefikia 8%. Tumekuwa na changamoto kidogo, eneo letu lilibarikiwa kuwa na mvua nyingi mwaka huu, na mtafika pale mtaona kumekuwa na water table iko juu kwenye eneo letu la Tabora. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo changamoto ya maji kwenye ujenzi, lakini tuko 8% na mradi umegharimu bilioni 19.9 za Kitanzania. Lakini pia ujenzi wa barabara tuko 71%, na pia na nyinyi mtakuwa ni mashahidi mtakwenda hapo kuwaonyesha wananchi. Ni mradi ambao umegharimu bilioni 16.6. Eneo hili la elimu, kwa maana ya elimu msingi na elimu sekondari, ni maeneo pia ambayo tumeendelea kuona mafanikio makubwa ambayo yamepatikana chini ya serikali hii na maelekezo ya chama kama ambavyo nimeeleza, Chama cha Mapinduzi, ambapo upande wa elimu msingi peke yake jumla ya madarasa 156 na matundu ya vyoo 113 yameweza kujengwa katika maeneo mbalimbali. Lakini pia tumeweza kupata ujenzi wa shule mpya za msingi 3. Shule ya Mabatini, shule ya Kidatu A na shule ya Mbugani. Hizi ni shule ambazo hazikuwepo, na kwa kweli msingi wake ulikuwa ni kupunguza msongamano wa watoto kwenye mashule. Awamu hii pia imekuwa hodari sana kwenye kutoa elimu bila malipo. Kwa hivyo pia katika zile bilioni 10 nilizosema, bilioni 3.6 peke yake kwenye eneo la shule za msingi limekwenda kwa ajili ya elimu bila malipo. So, unaweza kuona ni kiasi kikubwa sana cha fedha katika muda huu mfupi ambacho kimeweza kupelekwa kwenye eneo hilo. Lakini pia tumeweza kutengeneza madawati 3420 katika manispaa yetu kwa eneo la shule ya msingi. Vivyo hivyo kwenye eneo elimu sekondari madarasa 173 ya mapya yameweza kujengwa katika kipindi cha miaka 4, ni pamoja na matundu ya vyoo 66. Lakini pia mtakubaliana na mimi, Tabora hapa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina shule kongwe. Shule kama za Tabora wasichana, Tabora wavulana, ambayo Tabora wavulana wote tunafahamu ni shule muhimu katika historia ya nchi yetu. Hapa ndipo ambapo pia hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipata elimu yake ya sekondari. Kwa hivyo tuna shule kama Kazima pia na Mirambo, ni shule ambazo ni za siku nyingi, tunaziita shule kongwe. Hizi nazo katika kipindi hiki zilipokea takriban bilioni 1.367 katika zile bilioni 26 nilizosema za sekondari, kama sehemu ya kuboresha miundombinu na kuzirudisha shule hizi katika hali ambayo ni ya kisasa. Lakini pia tumekuwa na ujenzi wa mabweni 9. Tulikuwa na ujenzi wa mabweni 9 katika shule za sekondari Milambo, Kazima na Tabora wasichana. Kwa hivyo
kuna shule kama ilivyo kwa shule za msingi, pia eneo la hili la sekondari tumejenga shule mpya 5 za sekondari. Shule za Kakola, Uledi, Malolo, Mtalikwa na shule ya Ifucha sekondari. Hizi ni shule ambazo wanahabari hazikuwepo kabisa. Lakini vile vile kama ilivyo kwenye eneo la elimu msingi, watoto siku hizi wanafaidi au wazazi wanafaidi elimu bure mpaka sekondari. Kwa hivyo katika kile kiasi nilichosema cha bilioni 26 ambazo zilikwenda kwenye eneo la elimu sekondari peke yake, bilioni 10 zimeweza kwenda kwenye eneo la elimu bila malipo. Kwa hivyo watoto wetu wanaendelea kuenjoy, na ndio maana wanahabari mtaona kwenye eneo hili la shule za sekondari na shule za msingi, tangu ambapo serikali iliamua kwamba watoto wapate elimu bure na maamuzi yaliyofanywa kurudisha watoto waliokuwa wameacha shule kwa sababu mbalimbali, unaweza ukaona tumekuwa na ongezeko kubwa sana la wanafunzi kwenye shule zetu. Hatua ambayo watu wengine wameitafsiri vibaya, lakini mimi nataka kuhakikishia ni kwamba tumefika hapo kwa na ongezeko la watoto ni kwa sababu kumbe watoto wengi sana walikuwa wameacha shule kwa sababu mbalimbali, ikiwemo ada na mambo hayo mengine. Kwa hiyo nichukue nafasi hii mimi pia binafsi naendelea kwa kweli kumpongeza sana Mheshimiwa Rais na hasa Chama cha Mapinduzi kwa maamuzi ambayo yalikuwa ni sahihi sana ya kuweza kuamua kwamba watoto wa Kitanzania waweze kusoma bure. Sisi ambao tunasimamia tumepata bahati kwa niaba ya Watanzania wengine kusimamia maeneo haya, tunaona ongezeko la watoto mashuleni ambao walikuwa wamekwisha potea. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Eneo la utawala nilieleza kwamba tulipokea bilioni 4.9. Tumepokea fedha hizi kwenye ujenzi wa jengo letu la utawala. Nadhani utaona ofisi yetu ya Manispaa ya Tabora ni ofisi kongwe, lakini unaona majengo ambayo tupo mpaka sasa ni majengo yale unaweza ukasema ya kihistoria, maarufu kama majengo ya Mjerumani. Eneo letu la Tabora ni eneo ambalo limekaliwa sana na Wajerumani. Kwa hivyo tumepokea fedha na tuko kwenye hatua za umaliziaji wa jengo letu la utawala. Kwa hivyo karibia takriban bilioni 3.7 zimetumika kwenye ujenzi wa jengo letu la utawala, lakini pia kuna fedha zaidi ya milioni 400 ambazo zimetumika kwa ajili ya ofisi za kata na vijiji. Tunajaribu kuboresha mazingira ya ufanyaji kazi kwa ofisi zetu za kata na ofisi za vijiji. Kuna eneo muhimu sana la kuondoa kama sio kupunguza, kama sio kuondoa kabisa umaskini kwa kupitia mradi wetu ule wa TASAF. Kwa hivyo katika kipindi hiki cha miaka hii 4 tumeweza kupokea takriban bilioni 3.9 sita ambayo ni kama bilioni 4 kwa ajili ya kaya maskini, ambapo kaya 4,043 zimefanikiwa kukuza kipato katika ngazi ya kaya. Lakini eneo lingine ambalo ni muhimu sana nikalieleza ni eneo hili la 10% ya vikundi vya kina mama, kwa maana wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kama ambavyo mnafahamu ni eneo lililoboreshwa na sasa ni jambo la kisheria. Kwa hivyo katika eneo hili tumeweza kupeleka bilioni 4.2 kama sehemu ya 10% ya mapato yale ya halmashauri chini ya uangalizi wa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo nimeeleza huko awali, ambapo vikundi 479 katika kipindi hiki cha miaka 4 vimeweza kunufaika, na katika vikundi hivyo 479 vikundi 257 ni vikundi vya wanawake, lakini vikundi 90 ni vikundi vya vijana na vikundi 96 ni vikundi vya watu wenzetu wenye ulemavu.
Kwa hivyo unaweza ukaona inafanya jumla ya mikopo ile kwa 10% zile kwa bilioni 4.2. Lakini eneo lingine ambalo ni muhimu ni eneo la kilimo na mifugo. Kama ambavyo nilieleza, tumepata jumla ya takriban bilioni 7. Kwa hiyo ukienda huko utaona maeneo mengi, mabwawa yamejengwa, lakini kuna mabwawa mengine yamefanyiwa ukarabati. Kwa mfano, umekuwa na ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Iyombo ambalo limechukua takriban bilioni 4.3. Lakini pia tumeweza kuleta vifaranga vya samaki takriban 74,000. Lakini pia tumeweza kununua pikipiki 26 kwa ajili ya maafisa wetu wa ugani. Unaweza ukaona katika kipindi hiki, ndugu wanahabari, tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Pamoja na mafanikio yote hayo niliyosema, utaona sisi kama manispaa kwa eneo la kiutawala tumekuwa na mafanikio makubwa, ambapo kwenye eneo la tehama sasa tumeondoka kwenye matumizi yale ya karatasi na sasa tuko kwenye matumizi ya kielektroniki. Na mambo haya yote yanatokana na sheria ambayo sasa inaruhusu serikali yetu kuweza inatambua matumizi ya kielektroniki sasa kama ni matumizi ya kisheria. Pia kwa kipekee tunashukuru na sisi Tabora manispaa hatukubaki nyuma katika uwezesho huo, hasa kwenye maeneo lile la kiutawala la bilioni 4. Sasa hivi na sisi tumeshajiunga na IGA, kwa hiyo tuna serikali mtandao. Vikao vyetu vyote sasa hivi hapa hakuna tena makaratasi, ni kwa tunatumia iPad, vishikwambi maarufu kama vishikwambi kwa Kiswahili. Na kwa kweli tumeona faida kubwa sana ya matumizi haya. Ukiacha kwamba imeondoa makaratasi, lakini pia tumesave gharama kubwa sana ambazo huko nyuma ilikuwa ni lazima uprint, umtafute diwani mmoja aliko umpeleke. Kwa hiyo kuna gharama kubwa sana na muda ulikuwa unapotea kwenda kuwatafuta. Lakini kwa sasa nishukuru sana baraza la madiwani chini ya mstahiki meya Ramadhani Kapela. Nakumbuka mwanzoni ilikuwa changamoto kidogo, lakini sasa kwa kweli mimi binafsi nimeshangazwa sana na kwa namna ambavyo waheshimiwa wetu madiwani wameweza kupokea vizuri na kwa weledi matumizi haya ya vishikwambi. Na nyie ni mashahidi, mkija kwenye vikao vyetu siku hizi, mkifika pale yale mavitabu yale makubwa yaliokuwa yanakaa pale mezani hayapo. Sasa mnaweza mkakumbuka pia kwamba wakati fulani hapa tulipata milipuko ya magonjwa hasa COVID, kwa maana ya uviko 19. Sasa moja ya maeneo ambayo ilikuwa ni hatarishi ilikuwa ni kushikashika ya madocument. Kwa hivyo matumizi haya ya tehama na hasa e-board ambayo tunaifanya kwenye mikutano yetu, kwenye vikao vyetu tunatumia mfumo wa e-board, tunaweza kuona faida yake sio tu kupunguza fedha, lakini pia inaenda kutuepusha sasa na magonjwa ambayo tungeweza kuambukizana kwa maana ya kushika document moja. Kwa hivyo nitoa wito kwa halmashauri au manispaa zingine ndani ya nchi yetu ambazo pengine zilikuwa hazijaanza kutumia au wako wanafikiria kutumia, wahame, waondoke. Mfumo huu ni mzuri sana na unarahisisha mambo mengi. Sasa hivi sisi tukishaandaa document tukaihakiki kama management, tukai-own, tukasema sasa hii ndio ya vikao halali vya kisheria vya halmashauri, kuisambaza na kuifikisha kwa madiwani ni ndani ya dakika 1-2, kwa sababu the moment ukiupload, ukiclick kusend, maana immediately mtu aliyoko kwenye online akifungua amekwisha pata. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena naomba nichukue nafasi hii kwa kweli kwa dhati kabisa kushukuru sana Chama cha Mapinduzi, lakini nimshukuru Mheshimiwa Rais ambaye pia ndio mwenyekiti wa chama hiko kwa kweli kwa maelekezo yake, lakini na kwa mafanikio haya ambayo sisi wana Tabora manispaa tumeyapata kama ambavyo nimeweza kuelezea kwa kipindi hiki cha miaka 4. Moja, nimesema tumetoa mikopo, umeona hiyo takriban bilioni 4.2.
Hizo ni fedha ambazo zimeenda kwenye makundi 400 na kitu ambayo nimetaja, ambayo ni wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Utaona kuna vijana walikuwa hawana kazi, wameanzisha vikundi. Kuna wengine wamepata vyombo vya usafiri, wanafanya usafirishaji. Kuna kina mama, tuna kikundi hapa cha kina mama, walikuwa wanasindika maziwa, walikuwa wajulikani, sasa hivi wamekwenda mpaka kimataifa, wamepata international recognition certificates. Lakini tuna vikundi vingi sana, kwa hiyo unaweza kuona. Lakini tumeeleza maeneo ya TASAF, unaona ni kwa namna gani wananchi wameweza kupata, kaya zile maskini zimeongeza kipato kwa kupokea zile fedha. Lakini miradi yetu hii mingine mikubwa ambayo tumeitaja ni miradi ambayo moja kwa moja inaajiri watu wetu. Hiyo ni faida mojawapo. Lakini pia kuna faida ambayo nyingine ni ya ajira ambayo sio ya moja kwa moja, kwa sababu uwepo wa watumishi au wakandarasi wanaofanya shughuli kwenye miradi hii wanahitaji malazi, wanahitaji chakula. Kwa hiyo ni watu wetu hapa Tabora ndio wamekuwa wakiprovide hizo huduma. Lakini pia kama ambavyo tumesema, elimu bila malipo, umeona ni fedha nyingi sana zimeingia kwenye sekta ya elimu ambazo zimeletwa na tumeziingiza mtaani. Kwa hiyo fedha hizi unazoziona tunasema bilioni 272, maana yake zimecirculate ndani ya eneo letu la manispaa. Kuna watu wana maduka ya hardware, wamefanya kazi kubwa sana kwenye ujenzi ambao tumesema wa madarasa. Tumenunua hapa kwa watu wetu. Kwa hivyo kuna impact kubwa sana kwenye uchumi wetu wa Tabora. Sisi serikalini hatuna chama. Sisi serikalini chama chetu kinaitwa AGIP, Any Government in Power. Na kwa sasa hivi maana yake ni kwamba serikali iliyoko madarakani imewekwa na Chama cha Mapinduzi. Sasa unaweza ukaona mafanikio, ahadi walizozisema na mafanikio ambayo tumeyapata. Nimeeleza hapo, maoteo yetu ilikuwa ni kupata bilioni 239, lakini zimekuja bilioni 270 na kitu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Chama cha Mapinduzi ambacho kiko madarakani kiliahidi na kimeleta kwa asilimia zaidi ya asilimia 14 ya mambo ambayo kiliahidi. Unaona? Kwa hiyo ukiniuliza mimi, maana yake naweza nikasema ni kweli tunaenda kufanya maamuzi ambayo ni ya kikatiba, ni haki za wananchi, lakini ni muhimu sana kufanya maamuzi sahihi. Ndio ninachoweza kukisema mimi. Kwa sababu sasa unaweza ukaona watu ambao sasa wanatusimamia sisi serikali wametekeleza walichokuwa wanakiahidi. Kwa hivyo niombe rai tu kwa wananchi, kusema kweli tunaenda wawe makini. Unajua hata kwenye wahenga waliwahi kusema zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Unaweza kaona sasa hivi Chama cha Mapinduzi sisi tumekuwa kikitusimamia, tukisimamia utekelezaji wa ahadi zake, na kimekuwa kikifanya vizuri. Kwa hivyo mimi wito wangu tu ni kwamba wananchi ni muhimu sana kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, ili tusiweze kutoka kwenye mstari na kupoteza sasa mwelekeo. Lakini nichukue rai hii kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuifanya, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ningetamani sana kuona kwamba aendelee kupewa nafasi. Yako mambo mengi makubwa nyewe mnafahamu ambayo ameyafanya. Kwa hiyo ningetamani sana niwaombe wa Tanzania wenzangu tuweze kuungana, tumpe nafasi tena miaka mingine 5 hii, na hakika ataenda kufanya mambo mengine makubwa sana.